Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema ya kujifunza kitu ambacho kitatusaidia kwenye safari ya mafanikio. Kuna mambo, kuna siri, kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue kama unahitaji kuinuka sana, kufanikiwa sana na kuwa watu tofauti hapa duniani, kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Mamilioni ya watu wanahisi mafanikio ni kuomba tu. Hapana, tunaomba lakini kuna vitu lazima tuvifanye vitakavyoweza kutusaidia tuinuke na tuweze kupata matokeo makubwa. Hekima ya Mungu, maarifa ya kimungu na maamuzi sahihi kwenye maisha yana impact kubwa kufanya mwanadamu ashinde, na hata kama akija kuomba basi yale maombi yake yaendane na kila ambacho kinafanyika kimwili. Sasa nakushauri jitahidi haya mambo kuyafanya kama unataka kuwazidi wengine katika maamuzi, katika maono, katika ndoto, katika vipaumbele na kuwaongoza wengine kwenye kila nyanja ya kimaisha. Cha kwanza, kubali kuishi maisha ya peke yako. Maisha ya peke yako nikiwa na maana gani? Si kila kitu uende kwa mkumbo, si kila kitu mpaka watu wakusifie, si kila kitu mpaka watu wakukubali. Kubali kusimama wewe kama wewe, ukipanga mipango, ukichukua hatua. Kumbuka Mungu anamtumia mtu mpweke au isolated person ambaye amekubali kuachilia maisha yake ili Roho Mtakatifu aanze kumtumia. Cha pili, lazima uishi maisha yenye nidhamu kubwa na yenye maamuzi makubwa. Haya ni maisha ambayo yataweza kujitenga na maisha ambayo yanaweza kukuchafua. Nidhamu binafsi ni pamoja na kuamua kujizuia baadhi ya vitu ambavyo vitaweza kukuondoa kwenye reli ya mafanikio yako. Lakini kitu cha tatu, lazima ukubali watu baadhi wasikuelewe. Kuna watu tunapambana, tunafanya vitu ili watu watuelewe. Ni kwenye huduma, lazima nifanye vitu vinavyoeleweka na kila mtu. Ni kwenye kazi au ni kwenye ajira na kwenye kitu chochote, nafanya vitu ili watu wanisifie, watu wanikubali, watu wanielewe, watu waniamini tu. Kutoeleweka pia ni sehemu kwamba wewe unafanya kitu cha tofauti. Cha msingi ni kuangalia, je, kinaendana na mapenzi ya Mungu? Kitu cha 4 unachotakiwa kufanya ni kutokuwa na mambo au mipango au vitu vya maisha yako wewe mwenyewe, bali fanya vitu kwa ajili ya kuwasaidia wengine, kuwainua wengine, kuwafanikisha wengine. Na ni kupitia kuwainua wengine, kuwasaidia wengine, kuwatumikia wengine utafanikiwa. Ndio maana Yesu siku moja akaulizwa na wanafunzi wake, akasema, ni nani sasa atakaye kuwa mkuu miongoni mwetu? Akamuita mtoto mchanga, akamwambia, ili uwe ni kiongozi lazima uwe ni mtumishi wa wengine. Si kama dunia inavyoenenda kwamba kiongozi ina maana lazima wamtumikie, lakini ukiwa kwenye field hii ya masuala ya kimungu lazima uwe kiongozi, watumikie wengine. Ndio maana tunamuona Yesu anachukua maji, anawatawaza miguu wa kina Petro. Petro alivyotaka kukataa, semaje, wewe utawezaje kunitawaza na wakati wewe ni mwalimu wetu? Akasema, kama hutaki nikutawaze basi jua huna shirika na mimi. Lakini Petro akasema, basi sio tu miguu hadi kichwa. Lakini akasema, walio safi hawatakiwi kuoga mwili mzima, bali kutawaza tu mikono na miguu, na kwa sababu umeshakuwa msafi mwili mzima. Lakini akasema si wote, kwa sababu alijua yupo msaliti ambaye ni Yuda Iskarioti. Kwa hiyo jifunze kufanya maisha yako yawe ni msaada kwa watu wengine. Ukifanya hivyo, Mungu atakuinua, kwa sababu Mungu anataka watu wa kutumika. Tunamuona Yesu anatumwa hapa duniani kukomboa ulimwengu na kwa ajili ya kuwajibika na kutumika. Tunamuona Musa, tunaona Isaya, tunaona Jeremia, tunaona Paulo yeye mwenyewe anasema, na hesabu mambo mengine yote kuwa mavi ili mradi nimpokee Kristo na nimtumikie Kristo. Lakini kitu cha 5
lazima uwe ni mwajibikaji kwenye kile unachokifanya. Wajibika. Lakini pia wajibikaji unajikita zaidi pia kwenye kubeba udhaifu wako. Unapotenda kosa, wajibika kwa kosa lako. Unapopewa jukumu, liwajibikie mpaka lifanikiwe. Usiwe ni mtu wa kukata tamaa na kuwabebesha majukumu watu wengine, kuwabebesha lawama watu wengine, na wakati wewe ndo mhusika. Mwisho kabisa, lazima ufanye zaidi ya wengine na ufanye kwa njia ya tofauti. Mamilioni ya watu leo ni watu wa kawaida kwa sababu wamekosa ubunifu wa Kristo. Ndio maana nakushauri nenda usome Isaya sura ile ya 11 mstari wa 2 ili zile roho 7 za Mungu ziweze kuendana na wewe. Lakini pia soma kitabu cha Wagalatia 5:22 mpaka 23 uweze kupokea hayo matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Na soma pia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 8 ili uweze kupata karama 9 za Roho Mtakatifu. Na mwisho soma kitabu cha Waefeso 4:11 ili uweze kupata huduma 5 za Kristo. Na hapo ndipo ukiingia kwenye utendaji kazi, utakuwa ni mtu wa tofauti, utafanya zaidi, utaweza kuwajibika, utaweza kuwa na maisha yako mwenyewe yenye mfano na ya tofauti. Lakini pia hautotafuta kusifiwa na kuwafurahisha wanadamu, bali utatimiza mapenzi ya Mungu. Lakini pia utaenenda katika nidhamu ya Kristo Yesu, na maisha ya Kristo yatakuwa kwenye maisha yako. Lakini mwisho utakubali kujitenga kwa ajili ya kumtumikia Mungu na kumtukuza Mungu na kutimiza mapenzi ya Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Naamini ukifanya haya, maisha yako yataanza kuwa ya tofauti, utaweza kuwa wa thamani na nyota yako itang'ara. Usikubali kuwa mtu wa kawaida. Dunia hii unaweza kuimiliki. Dunia hii unaweza kuiendesha. Dunia hii inaweza kupiga magoti mbele yako. Kumbuka Mungu alituumba kwa sura na kwa mfano wake ili tumiliki, tutawale, tuendeshe vitu duniani na kuweza kufanya mambo makubwa hapa duniani. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 1:26 mpaka 28 utaweza kugundua hichi ninachokiongea. Lakini pia unaweza kuwa baraka na jina lako kukua dunia nzima na kimataifa ukimjua Kristo Yesu na ukatembea naye na ukasikiliza neno lake na kulipenda na kulithamini. Soma kile kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 2 na 3. Nawapenda in Jesus name. Shalom.